Funga kitabu cha Wathesalonike wa kwanza. Wathesalonike wa kwanza ile sura ya 5 na ule mstari wa 19. Wathesalonike wa kwanza sura ya 5 na ule mstari wa 19. Wathesalonike wa kwanza ile sura ya 5 na ule mstari wa 19. Asubuhi imenifanya tusijifunze. Asubuhi imenibadilisha nani tusijifunze. Haleluya. Haleluya. Sasa tunakwenda kujifunza. Mimi mwenzako sasa tunakwenda kujifunza. Hayo maombi yenu nimeyatupilia mbali. Haitanipata hilo ambalo mnaliwaza juu yangu. Haleluya. Haleluya. Unajua kwenye kusanyiko la Roho Mtakatifu, miongoni mwa jambo ambalo linaweza likatokea au mara nyingi hutokea ni kwamba tulisema kwamba kusanyiko la Roho Mtakatifu manake neno linapewa linapewa a first place, si ndio? Inapewa kipaumbele, si ndio? Alafu Roho anapewa free course, si ndio? Roho anapewa nafasi ya kuweza kumanifest, kudemonstrate. Lakini sasa manake inaweza ikatokea vile ambavyo umejiandaa, kwa sababu ukija kwenye kusanyiko la Roho Mtakatifu manake si unajiandaa. Unajiandaa kwamba ndugu watakwenda kujifunza kitu hiki. Vile ambavyo umejiandaa inaweza usivifanye au usivifundishe. Kwa sababu kwenye kusanyiko la Roho Mtakatifu tunampa Roho Mtakatifu nini? Free course. Haleluya. Tunampa Roho Mtakatifu nini? Free course. Kwa nini ikatokea kile ambacho umejiandaa? Haimaanishi kwamba usijiandae kwenye kusanyiko la Roho Mtakatifu, unajiandaa. Ndio maana nakuwa na notes zangu hizi, lakini utajua kama karibia tulivyoanza, karibia hizi notes sijazipitia kabisa. Sijazipitia kabisa. Kwa hiyo kuna vitu vingi huko ambavyo nilikuwa nimeviandika kwamba hivi tutajifunza alafu nakuta sivizungumzi. Haleluya. Haleluya. Kwa sababu gani? Tumempa Roho Mtakatifu free course. Kwa kile ambacho kinatokea tuna yield, si ndio? Tuna flow. Haleluya. Haleluya. Umeona kama asubuhi tumerejoice ikatupeleka kuingia kwenye vitu vingine, si ndio? Kitu ambacho ilikopo hatuja plan. Ilikuwa, si ndio Maana Roho tumempa free course. Kwamba katika kurejoice ndivyo ambavyo inakosa katika tongues. Unaanza na tongues na kupeleka kwenye interpretation of tongues, si ndio? Halafu mashangao umeingia kwenye healing. Halafu umeingia kwenye miracles. Kwa haujilimit. Ukiwa kwenye Holy Ghost meeting haujilimit. Hausemi kwamba itakupo ni hivi. Tunampa Roho Mtakatifu free course. Haleluya. Haleluya. Yaani kwa mfano sasa hivi nimeplan kuzungumza hivi, si ndio? Yaani kwa mfano hapa, hii nimeplan kutokuangalia usoni. Nina notes nyingi hizi, yani hizi zote ni atumia masaa mengi kuziandaa, alafu atuzungumzi. Inakuwa inaniumiza. Haleluya. Haleluya. Lakini vile ambavyo Roho anapata free course ni bora kuliko hata notes ambazo nimeziandaa. Haleluya. 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 Tuko pamoja? Yes. Kwa hata sasa tumempa Roho Mtakatifu free course. Haleluya. Si ndio? Tumempa Roho free course. Tumempa Roho nafasi ya kutuhudumia. Kwa muda wote linaweza likapinduka ili kusanyiko. Haleluya. Tunaamini juu ya hilo? Tunaamini juu ya hilo? Haleluya. Hata mimi naamini juu ya hilo. Sababu likipinduka hata mimi nafaidika. Hizi zinachofanyika hapa tunafaidika wote. Haleluya. Kwa sasa tuendelee kabla mambo haya hayajatokea. Nikapata maumivu makali. Okay, Wathesalonike wa sura 5 mstari wa 19. Mstari wa 19. Na kama tulivyosema mchana kwamba mambo ya roho yanapaswa ujizoeze, si ndio? Ujizoeze. Maana kama tulivyofanya leo mchana, unajizoeza wakati wote. Haleluya. Kuna mwingine ukitoka hapa ndo mpaka kampu nyingine ndo unakumbuka, kumbe kuna mtembeo wa roho mnai. Unapaswa ujizoeze. Ukiwa mwenyewe, ukiwa ndugu wengine mnajizoeza. Haleluya. Haleluya. Kwa hiyo kusanyiko madogo madogo mnajizoeza. Haleluya.
ndivyo ambavyo unakuwa expert kwenye hayo maneno, ndivyo ambavyo unakuwa mbobevu, unakuwa ni mtu ambaye tunasema kwamba unavyojizoeza. Maana kitu gani kinaingia? Ujasiri, si ndio? Ujasiri wa kuflow kwenye karama za Roho. Haleluya, haleluya, haleluya. Haya, umefika pale, anasemaje mstari wa 19? Msimzimisha nani? Roho. Maana tuliona neno msimzimishe, neno la Kiunani ambalo linarejea ni kama kitu ambacho ni ongoing activity ambayo haipaswi kuwa kunyamazishwa. Maana ni kitu ambacho kinaendelea ambacho hakipaswi kuzimishwa. Kwa hiyo kwa habari ya karama za Roho hatupaswi kuzizima. Ni activity ambayo inapaswa kuendelea. Ni activity ambayo inapaswa kuendelea wakati wote. Unajua ufahamu wetu umetengenezwa katika namna ambao unatengeneza ile suspicious. Suspicious ni kama vile nini? Ni kama suspicious ni kama nini? Doubts, si ndio? Ni kama vile una suspicion, kama vile unataka hivi ni kweli si kweli, si ndio? Kama vile unataka uchunguzi confirm, hivi ni kweli, ni kweli. Unakuwa unaweka wasiwasi fulani. Yaani sasa ufahamu wako umetengenezwa katika namna ambayo umekuwa programmed kiasi kwamba kitu hili kiingie lazima kwanza ukifanyie evaluation ili ukubaliane nacho. Kwa sababu gani? Mtu ameumbwa katika namna ambayo, au ufahamu wetu umeumbwa katika namna ambayo unafanya reasoning. Ndio maana mtu ambaye hafanyi reasoning ni mtu hatari sana, kwa sababu chochote anakubaliana nacho. Lakini ufahamu wetu umetengenezwa katika namna unafanya reasoning, na zaidi sana tuna ufahamu wetu unakuwa unaingia mpaka kwenye madarasa ya ulimwengu tulionayo, ambao unapata elimu ya ulimwengu, si ndio? Ambao inafundisha namna ya kufanya reasoning, ya kwamba hichi kitu kiko hivi, lakini ninajaribu kuwaza inawezekanaje, haya mambo yanaweza kutokeaje. Kwa hiyo kwa namna hiyo, manake na ufahamu, kwa sababu tumekwisha kuona ya kwamba ili niweze kudumu kwenye karama za Roho inabidi ufahamu wangu kubaliana na kwamba hii ni asili nilionayo. Haleluya, tuko pamoja? Tunaona mchaji sivyokuwa rahisi, kwamba unapokubali kwamba nguvu za Mungu ziko ndani yangu, ufahamu ule ukaingia ndani mwako, unaona urahisi katika kuzitenda. Haleluya, tofauti na kwamba nguvu za Mungu unazo lakini ufahamu wako unakataa. Unaona haziwezi, kwa sababu ufahamu wako ukikataa ndio umekataa, si ndio? Sasa ufahamu umeshakuwa programmed kwamba uko suspicious muda wote. Unajaribu kufanya ili kubali kitu, lazima ufanye uchunguzi, uafiki, upewe fakti za kutosha za kuafikiana na lile jambo. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo utagundua ufahamu wetu upo rahisi kukubali gossip, upo rahisi kukubali umbea kuliko ukweli. Hiyo ndio ufahamu. Yaani ngoja nikwambie kitu. Kwa mfano mtu akuletea sasa hivi umbea, hata utauchunguza, unachukua kama ulivyo. Ushaona mtu anadadisi umbea? Au mtu anadadisi umbea? Umbea ukiletwa, mtu anachukua kama ulivyo. Haleluya, 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 haleluya. Tuko pamoja? Tuko pamoja? Kwa hiyo ufahamu umekuwa programmed kuwa suspicious. Kwa hiyo maana kama ufahamu ni mwepesi kupokea gossip, kupokea umbea, maana sasa lazima ni utuni. Haleluya. Kwa maana kama niko na neno, maana ufahamu wangu unaweza ukaniathiri namna gani na flow kwenye mambo ya Roho. Tunaelewana? Ufahamu wangu unaweza ukaniathiri kwa namna gani na flow kwenye mambo ya Roho. Haleluya, haleluya, haleluya. Na zaidi sana revelation gifts, karama zile za ufunuo, sababu zile zinahusiana na ufahamu wako moja kwa moja. Ndio maana kumbuka kama jana niliwaambia kwamba inabidi nipunguze kuwa kano, si ndio? Sababu nikiwa kano, maana yake ndio ile mtu anakuambia kuna machale amenicheza hapa, lakini sio machale, ni kwamba hajui wakati wote kama Mungu anazungumza naye. Sababu mimi ni mtoto wa Mungu, napaswa nijue wakati wote Mungu anazungumza na mimi, sio machale. Mimi sina machale. Haleluya, haleluya. Unakuwa ndio TV, ni kweli si kweli? Umeona kitu kwa ajili ya dada cha kumsaidia, unasema itakuwa ni kweli au si kweli? Lakini usijue wakati wote mimi Roho anatenda kazi ndani yangu, sipaswi kuweka doubts, si ndio? Especially tena nikiwa kwenye makusanyiko kama haya, siweki doubts. Ndio sasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Kwa maana yake sasa napaswa ni repeat na kurepeat na kurepeat. Napaswa nifanye mpaka nijizoeze. Kwa hiyo najizoeza kwenye mambo ya kiungu, najizoeza kwenye utendaji wa karama, najizoeza kuflow kwenye things of the spirit. Ninajizoeza. Kwa hiyo mambo ya Roho ni ya kujizoeza, sema ni ya kujizoeza. Kwa hiyo ninajizoeza na kujizoeza na kujizoeza na kujizoeza wakati wote. Haleluya.
Ndio tunasema hata tukirudi kwenye makusanyiko yetu madogo madogo tunaendelea kujizoeza. Haleluya. Unakuwaje mbobevu kwenye karama za semina? Kwa sababu unajizoeza kila wakati, unakuwa unasema kila wakati nina speak with tongues, kila wakati nina interpret tongues, kila wakati ninafanya prophecy, ninajizoeza kwenye hayo. The same kwenye karama zote ninajizoeza. Kwa hiyo nakuwa ni mtu wa kujizoeza. Haleluya. 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 Kwa hiyo ninapokuwa najizoeza ndipo hapo ninafanyika kuwa bora kwenye flow, kwenye mtembe wangu kwenye karama za roho. Kwa kitabu cha Wakorintho kwanza sura 11 mstari wa 17. Wakorintho wa kwanza 11 mstari wa 17. Wakorintho wa kwanza 11:17. Umefika? Tena 1 2 3. Unajua wengine hawajafika. Tena 1 2 3. Unaona sasa? Mnapokutanika kuna nini? Kuna faraka katikati yenu, si ndio? Sasa nenda sura 14 mstari wa 26. Hapo sana nazungumza mkutanikapo, si ndio? Rudia kwanza hapo kabla ya kwenda. Rudia kwanza 11 hapo 20 ngapi? Kuna moja, amini 11 10 ngapi? Yaani ni 17 Rudia hapo alafu tuondoke na ile wazo afu tuende kwenye 14. Turudie hapo 1 bila afu uchukue ile wazo isiondoke kwenye ufahamu wako. 1 bila turudie. Shika hiyo. Mkutanikapo wapi? Kwa sababu hapo juu amezungumza kwamba wanakutanika kwa nini? Kwa hasara, si ndio? Sio kwa faida. Kwa sababu anasema mkutanika kwa hasara kwa sababu mkutanikapo kitu gani kinatokea? Kuna faraka kwenu. Haleluya. Maana faraka haipaswi kuwa katikati yao, si ndio? Kwa hiyo wakutanikapo kuna faraka katikati yao, si ndio? Ndio maana hapo juu anasema mnakutanika sio for the better but for the nini? For the loss. Hamkutaniki kwa ajili ya kupata faida. Kwa sababu tulisema mkutaniko wa takatifu ni kwa ajili ya kupata faida, si ndio? Kule kwenye Wakorintho kwanza sura 12 mstari wa 7 anasema to profit with all. Maana kumfaidia kila mmoja. Haleluya. Kwa hiyo kwa nini wanapata hasara ya kukutanika? Ni kwa sababu katikati yao kuna nini? Kuna faraka, si ndio? Ambapo haipaswi ipatikane wakati mnakutanika. Kwa sababu mnapokutanika kuna vitu ambavyo vinapaswa kuwepo kwenye makutaniko. Sasa nenda sura 14 mstari wa 26. Sura 14 mstari wa 26. Kwa hapa anapokutanika kuna faraka katikati yao, si ndio? Tena sura 14 mstari wa 26. Moja bila twende. Imekuaje Okay, subiri sasa. Kule kwenye 11 anasema mnapokutanika kwa hasara kwa sababu kuna nini? Kuna faraka katikati. Sema faraka. Kuna faraka katikati yenu. Then sura 14 anasema imekuaje basi mkutanikapo pamoja. Kwa hiyo ni mkutano pia, si ndio? Ni wanakutana, si ndio? Lakini angalau wanapokutana huku, kule wamekutana kwa hasara kwa sababu kuna faraka. Huku anasema mkutanikapo kila mmoja, sema kila mmoja. Sema tena kila mmoja. Kila mmoja. Anasema kila mmoja na nini? Kila mmoja ana zaburi, ana fundisho, ana ufunuo, ana lugha, ana tafsiri, Mambo gani? Mambo gani? Mambo gani ambayo ni yote? Zaburi. Mambo gani ambayo ni yote? Ufunuo. Mambo gani ambayo ni yote? Fundisho. Mambo gani ambayo ni yote? Lugha. Mambo gani ambayo ni yote? Tafsiri ya lugha, Mambo haya yote afanyaje? Kwa kusudi la kufanyaje? La kujenga. Kwa mambo ambayo yanawafaidia mnapokutana ni kwamba lazima kila mmoja anakuwa na zaburi. Lazima kila mmoja anakuwa na ufunuo. Lazima kila mmoja anakuwa na fasiri ya lugha. Lazima kila mmoja anakuwa na nini? Na fundisho, si ndio? Mambo hayo yote yatatengenezwa kwa kusudi la kufanyaje? La kujenga. Hiyo sasa inaitwa sasa for the better. Haleluya. Haleluya.
Kwa hiyo kwenye ile kusanyiko la mwanzo kwenye sura ya 11, maana yake ni kusanyiko ambalo huwezi kuona mtembeo wa roho, si ndio? Kwa sababu katikati yao kuna nini? Kuna faraka. Haleluya. Haleluya. Na tuona jana ile jana tunasema kwamba changamoto ya kupona pale chini ukienda unaona ni mtembeo wao wa nini? Wa upendo, si ndio? Kwa lugha ya juu nasema mtembeo wa nini? Wa upendo, si ndio? Na tulisema upendo unafanyaje? Upendo ujenga, si ndio? Haleluya. Kwa hiyo maana yake kwenye makusanyiko anasema kila mmoja ana. Maana yake hivi, unapokutana kwenye kusanyiko lolote la watakatifu una kitu cha kuofa. Haleluya. Rudi hapo mstari wa 26. Mkutanikapo pamoja, si ndio? Ana zaburi, ana fundisho, ana ufunuo, ana lugha, ana tafsiri. Mambo yote yatendeka kwa kusudi yanafanyaje? La kujenga. Maana tunapokutanika hauwezi ukasema hauna kitu cha kutuofa. Haleluya. Haleluya. Sema ina kitu cha kuofa kwenye kusanyiko la watakatifu. Sema na kitu cha kuwafaidia watakatifu. Haleluya. Haleluya. Kwa hiyo unasema una nini hapo? Mimi sina chochote. Unacho. Haleluya. Haleluya. Tuko pamoja eh? Tuko pamoja. Kwa hiyo maana sasa kwenye mazingira kama hayo ambayo makusanyiko sio for the better, maana yake kusanyiko hilo linakuwa halina faida. Hauwezi kuona mtembeo wa roho wazi. Hauwezi kuona watu wanaodumu kwenye karama za roho. Kwa sababu gani? Hawajakusanyika for the better. Hawajakusanyika kwa ajili ya faida. Haleluya. Haleluya. Kwa hiyo maana yake ninajifunza kurudia yale, kuyafanya yale ili kusudi kwamba niweze kufaidia kanisa. Niweze kuwa na kitu cha kuofa kwa kanisa. Haleluya. Haleluya. Kwa hiyo ninajizoeza kwenye karama za roho ili nisiwe katika wale watu wanajiona kwamba hawana cha kuofa. Asema mkutano pamoja kila mmoja ana zaburi, ana ufunuo, ana lugha, ana fasiri ya lugha. Yote yatakuwa kusudi kufanyaje? Na kupata kujenga. Haleluya. Kwa maana yake ninapunguza ule uasili wangu. Ninajizoeza. Tulisema miongoni mwa kitu ambacho tunasaidia kuandaa kusanyiko la Roho Mtakatifu nini? Kudumu katika nini? Kuomba, si ndio? Tunakumbuka jana tunadumu katika nini? Katika kuomba, si ndio? Sababu tunaona sehemu kubwa ya makusanyiko ambayo yalikuwa yanabadilika kuwa kusanyiko la Roho Mtakatifu yalianza katika maombi, si ndio? Haleluya. Tunakumbuka. Sababu Matendo sura ya 2 ilikuwa ni kusanyiko la maombi, si ndio? Walikuwa wakidumu katika nini? Kuomba, alafu inasema kukaja ghafla. Kwa maana yake yalianzia katika nini? Katika maombi. Haleluya. Haleluya. Tunaona sura ya 4 walikuwa katika kuomba, anasema pakatikiswa wakajaa roho. Haleluya. Kwa hiyo utagundua na magari tunaandaa Holy Ghost meeting kwa kuomba. Haleluya. Ninajistretch kufast. Ninajistretch to pray. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Funga kitabu kile cha Hesabu sura 11. Hesabu sura 11. Hesabu sura 11. Hesabu sura 11. Nikuonyeshe kitu hapa cha muhimu. Hesabu sura 11. Tusome tu mistari miwili mitatu. Mstari wa 15, hebu nisikie unasemaje hapo. 15 au 16 na utafuta hapo. Hesabu sura 11. Umefika? 15 unasemaje? 16. Yes, hiyo hapo. Tena moja mbele kwa pamoja. Nikusanyie watu 70. Miongoni mwa logically akisema nikusanyie watu 70, manake anarejea. Kwa mfano Luka alipoandika kitabu chake cha Luka, unajua Luka ile narrative zote zilizoandikwa katika kitabu chake cha Luka alikuwa akirejea kuonyesha kwamba namna ambavyo injili inabeba kupeleka kwa watu wa mataifa. Haleluya. Kwa sababu kiasili kwanza Luka mwenyewe alikuwa ni mtu wa mataifa. Tunaelewana? Ndio maana kitabu cha Luka na kitabu cha Matendo ya Mitume emphasis kubwa ni kwa watu wa mataifa. Ndio maana Luka mwenyewe anaonyesha kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume ya kwamba hata Petro anakiri kwamba mataifa wamefikiwa na kile kitu ambacho walikuwa wanadhani mataifa hawezi kukipokea. Ambapo ilikopo ni nini? Roho Mtakatifu. Mwagiko wa Roho Mtakatifu.
Tunaelewana? Kwa sababu kitabu cha Matendo Mitume sura 11 mstari wa 49 nadhani mpaka pale 52, utaona wakati anapeleka habari kwa wale mitume, wanamwambia kwamba kimetokea kitu gani, anambia hili jambo limetokea sisi kipindi kile, akiwarejesha kwenye kitabu cha Matendo Mitume sura ya 2, anaambia limewapata mpaka watu wa mataifa. Haleluya, haleluya. Kwa kionyesha kama msingi wa kuandika vile ilikuwa ni kuwarejea watu wa mataifa, kuonyesha kwamba watu wa mataifa pia wameingizwa katika mpango wa Mungu. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo sasa Luka wakati anaandika pia anaandika habari ya Yesu kuwatuma watu 70. Wale watu 70 maana yake narrative yake kuonyesha kwamba ilikopo anarejea na watu wa mataifa. Sawa? Kwa hiyo hapa anazungumza kwamba nitengee watu 70 ilikuwa ni fio kuonyesha mataifa 70 au watu wa mataifa 70 tofauti ambao ni jamii tofauti na Wayahudi. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo anachokwenda kukielezea hapa anaonyesha kwamba hata mataifa wamekuwa included kwa kile ambacho kinakwenda kutokea. Tunaelewana? Tunaelewana? Okay, atusome sasa pale. Anasema tengea watu 70 ambao wewe wajua. Tena mwenye betatu wote kwa pamoja. Ehe. 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 Kwa maana yake atachukua sehemu ya roho iliyo juu yako na kuiweka wapi? Juu yao, wale watu 70, si ndio? Ehe, alafu anasemaje? Na kwa hiyo matokeo yake ni kwamba atachukua mzigo wa watu wa pamoja nini? Pamoja nawe, si ndio? Ukiendelea kusoma hapo utakuta kuna watu wale kwa Medadi na nani? Atusomaje Biblia? Haleluya. Nenda mstari wa 24. Moja mbili twende. Hatujafika 24. Moja mbili tatu twende. Kwa Musa akafanya kile ambacho ameambiwa, si ndio? Halafu Ehe. Wakafanyaje? Wakatabiri. Kwa hiyo wakati wale watu 70 wako kule ndani, kuna watu wale hawakupo katika hema. Lakini wakati Roho wa Bwana amewashukia wale, na wale wako kule nje ya hema wakashukiwa. Kwa hiyo wakati huko wanatabiri na wale pia walikuwa wanatabiri. Si ndio? Kilichotokea ni kwamba tuendelee hapo uone. Lakini tena mwenye betatu twende kwa pamoja. Kwa hiyo Musa anamwelekeza kwamba wale tu kutabiri imekuingia wivu ndani yako. Ingekuwa heri kama watu wote wangekuwa nini? Manabii. Akimaanisha kwamba ni mpango wa Mungu watu wote wawe nini? Manabii. Watu wote watabiri. Haleluya. 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 Kwa hiyo maana yake inatuonyesha kwamba umeona ni watu 70 hapo, si ndio? Kwa hiyo pay attention sasa. Inakuonyesha kwamba wale watu wote 70 waliweza kushukiwa na Roho, au anasema alitoa sehemu ya Roho wake akaweka ndani yao, nao wakatabiri, si ndio? Ikimaanisha ya kwamba Mungu au semeke, Mungu haangalii namba ya kwamba
anaruzukia watu wachache, watu wengi hausiki nao. Ni watu wote waliopo. Haleluya, haleluya. Ndio maana utagundua scenario yote ya kusema walijaa roho, unaonyesha kusema ni watu wote. Ile watoto wanaweka pale, wameweka ilujue kwamba hatizami namba. Mfano, angalia Matendo ya Mitume sura ya 2. Angalia Matendo ya Mitume sura ya 2, ule mstari wa kwanza. Matendo ya Mitume sura ya 2 mstari wa kwanza. Umefika? Tena moja mbili tatu twende. Wote, unakumbuka alikuwa ni idadi ya namba watu wangapi hapa? 120, si ndio? Walikuwa mahali pamoja watu wangapi? 120, si ndio? Atende anasemaje? Uliowakalia watu wangapi? Kila mmoja wao, si ndio? Watu 120, si ndio? Twende. Wote watu wangapi? 120 wakajazwa roho. Manake wote wakaflow. Haleluya. Kwa hiyo tunakuwa maki wote wakaflow, wote waka yield to the spirit, to the flow of the spirit. Kwa wote wakaweza kuflow. Haleluya. 100 na ngapi? 20. Si hata 30 hatujafika. Haleluya. Hawa walikuwa 120, lakini unaambia hakusalia hata nini? Hata mmoja. Tunaelewana? Kwa Mungu atizami namba, si ndio? Mungu atizami namba, si ndio? Angalia baada ya hapo, ukiangalia unaona waliokoka watu wangapi? Watu 3000, si ndio? Waliokoka watu wangapi? 3000. Nenda sura ya 4. Nenda sura ya 4. Kwa shida kitu kingine. Nenda sura ya 4 mstari wa 3. Nenda sura ya 4 mstari wa 3. Kwa watu 3000 wakaongezeka kwenye kusanyiko, si ndio? Atende sura ya 4 mstari wa 3 anasemaje? Elfu ngapi? Hao ni wangapi? Waume. Hapo wanawake hawajajumuishwa. Nakumbuka kiasili za kama wanawake walikuwa ni wengi kuliko wanaume. Unajua wanawake ni rahisi kuamini kuliko wanaume. No, lakini kwenye gospel wote wanaamini. Haleluya. Lakini hapo wanaona wamezungumza ni wanaume wangapi? 5000. Maana tukadirie. Tuseme wanaume 5000, si ndio? Wanawake tuseme wao kama wangapi? 2000 au 3000. Tuseme 3000. Kwa hiyo tuseme jumla inakuwa kama shingapi? Mungu wangu mimi mchaga huu. Ni watu sio hela. Okay. Kwa hiyo tuseme kwa kukadiria, tuseme wanawake 3000, si ndio? Kwa hiyo wanakuwa ni wanakuwa ni watu wangapi? 8000. Hii shilingi. Wanakuwa ni wangapi? 8000. Kwa makadirio ya chini ni kwamba watu 8000, si ndio? Anasema wakaongezeka, si ndio? Wamefanyaje? Wameongezeka. Hesabu ya nyuma yake ilikuwa watu wangapi? Ukijumlisha tuseme hao 8000 na kwa watu wangapi? 11,000. Sio 11,000. Watu 11,000. Alafu wanakutanika pamoja na wana yield to the things of the spirit. Mungu angali namba. Haleluya. Sogea sura 4. Hiyo sura 4. Shuka chini ya mstari wa 31. Mstari wa 31. Umefika? Tena 1 2 3 twende. Sasa kumbuka hapo tunahesabu ya watu wangapi hapo? 11,000 kwa uchache, si ndio? 11,000. Sasa wamekutanika kwenye prayer meeting. Ukumbuke sasa juu yake tumeona kwamba baada ya kutishiwa wamerudi sasa kwenye kusanyiko lao. Ukisoma vizuri pa chini anazungumza walirudi kwa watu wao. Their own company. Kiingereza they returned to their own company. Walivyorudi wamekusanyika pamoja watu 11,000. Sehemu hii 11,000. Alafu wanaomba. Anasemaje matokeo yake nini? Tena 1 2 3. Pale walipokusanyika pakatikiswa. Watu wangapi? Watu wangapi?
wote wakajaa nini? Roho Mtakatifu. Wakanena neno la Mungu kwa ujasiri. Sasa wote walijaa Roho Mtakatifu. Ukumbuke tulishakwisha kuona nikijaa Roho Mtakatifu ninaonekana, si ndio? Ni kitendo ambacho sio cha kujificha kwamba nimejaa Roho alafu umenyamaza. Yaani kwamba ninajitambulisha kwamba nimejaa Roho alafu hatuoni. Tunajua umejaa Roho. Wewe kumbuke, ukirudi nyuma kitabu kile cha Matendo, ukisogea mbele kitabu la sura ya 6, wakati wanachagua wale kudumu kwenye ile meza, si ndio? Anasema walichagua watu ambao miongoni mwa sifa walikuwa ni watu waliojaa Roho, si ndio? Maana ni watu ambao walikuwa uwezi ukajaa Roho alafu ukawa usionekane. Yaani mpaka wachagua kwamba umejaa Roho, maana wameona. Haleluya. Haleluya. Kwa hiyo huwezi kujaa Roho alafu ukawa silent. No, haiwezekani. Ukijaa Roho tutaona. Haleluya. Haleluya. Kwa hapa anasema wote wakajaa Roho. Maana ukumbuke kwamba walifua kwenye mambo ya rohoni.